alikuwa akifanya mambo yake yaamalu adatu sirriya, alikuwa akifanya mambo mengine ya siri ambayo kwa kisasa tunasema alikuwa akifanya masturbation anapokuwa chooni huko. Kwa hiyo akawa anafanya kazi yake ya kufanya masturbation kwa muda mrefu. Lidha aqabtuhu biman'a min al-khalfi, katika hali hiyo mimi nikawa shetani yule anasema yeye akawa anapenda sana kuona huyu bwana akiendelea kufanya mambo hayo ya kuweza kufanya masturbation. Hivyo ikawa imempelekea bwana huyu kushindwa kufanya tendo la ndoa anapokuwa na mke wake. Subhanallah. Na haya matatizo yamezagaa mengi sana katika vijana wetu wa kisasa. Wapo watu ambao toka ujana wao walikuwa wakifanya masturbation kwa wingi sana, na ikifika ule muda ambao yeye kazoea kufanya masturbation, ile hali inamjaa katika akili yake, anatamani aende akafanye masturbation. Hali hiyo imeenda katika hali ya namna hiyo mpaka anafikia kuoa. Mtu huyu hana nguvu, hana uwezo, nguvu za kiume, hatamani mwanamke, haoni kwamba yeye ni rijali, yani ili aweze kukidhi haja yake mpaka aende bafuni huko akiwa labda na zile sabuni zao wanaziita sabuni mawingu zile na kadhalika, akamaliza haja zake, akitoka huko anajiona yuko vizuri, na anaweza akaona kwamba hii ni ada yake kawaida, kumbe ndani yake kuna sheitani amekushaingia. Mwenyezi Mungu atunusuru na wanusuru vijana wetu. Kwa hiyo Sheikh akasema, ana as'aluka, mimi nakuuliza tena, kaifa mana'ta, unamzuiaje anashindwa kukutana na mke wake, anashindwa kupata kizazi, anashindwa kufanya mambo ambayo yalikuwa ni ya msingi? Anasema shetani yule akasema, lam mana'tuhu, mimi sijamzuilia chochote, yani anakataa, lakini wakati huo anajisemea tena kwamba yeye ndiye anayefanya mambo hayo. Lakini yule jini akaendelea kumjibu tena. Sheikh akasema, ana halia askun fi dimaghihi wa inda amaliyati aljima'i anzilu wa askunu khisiyatayn wa askhunuhum jidda hatta tanzilu hayawanati almanawiyati mayita. Huyu jini anasema kwamba yeye huenda kujikaa na kujitenga katika ubongo wa yule mwanamume, ndio maskani yake, anaenda kukaa katika ubongo wa yule mwanamume, na hapo ndipo utakapomuona anakuwa anapata ule ushawishi wa namna gani ya kuweza kwenda kufanya zile masturbation zake ambazo alizokwisha kuzoea. Hiyo ikampelekea nguvu za kiume zikakosekana, hiyo ikampelekea kukosa uzazi, hiyo ikampelekea kutokutamani mke wake, hiyo kutokutamani hata kuoa, hatamani kuoa, yani yeye anaona kwamba ile shughuli ndio nzuri. Kwa hiyo shetani huyu anaenda kumkalia mwanamume huyu, alimkalia mwanamume huyu katika ubongo